Rafiki mpendwa na mtazamaji, tunakaribisha tena katika mfululizo wa masomo haya ya shule ya Sabato ambayo yanaendelea kupeperushwa kwenye chaneli hii. Mungu akubariki kwa kuendelea kutazama. Tutaomba. Baba wetu, asante kwa neema ambayo imetupa. Mungu ubariki yule mtazamaji na tushimamie sote pamoja kwa jina la Yesu, amen. Tunakuja na somo la 7 lililo kichwa kinachosema maombi yenye matokeo. Somo hili limepeperushwa hapa na wiki mzima, na tunaeleza tu kifupi cha somo, yaani senteze ya somo lote la juma hili. Mungu akubariki kwa kutazamia somo hili, matokeo ya maombi ama maombi yenye matokeo. Maombi yenye matokeo iko namna gani? Hiyo ni swala msingi ambalo inabidi tutaelewa katika somo hili. Fungu la kukariri ni Zaburi 62 aya yake ni ya 8. Zaburi 62 aya 8 inasema, enyi watu mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu. Amina. Yaani Mungu ndiye kimbilio letu. Imewahi kutokea unaomba sana, na unapoomba sana unasukumwa na nini? Na unaposukumwa na kitu, je, unaomba kwa bidii? Na ukiomba kwa bidii, je, unatarajia kitu gani katika maombi yako? Je, umewahi kujiuliza unaomba kwa nini? Na nini ambacho kinakusukuma kila siku kuomba? Je, katika maombi yako unaombaka sana ama unaomba kidogo kidogo? Hiyo ni maswali ambayo unaweza kujiuliza. Kwa nini kujiuliza haya? Nilipenda nikueleweshe na kuambia kwamba na mnafundisho tunatuambia maombi ni kama muunganiko, inatuunganisha na Yesu. Sisi kama matawi na Yesu kama mzabibu, maombi yanatuunganisha kwa Yesu ambaye ni mzabibu. Na mtu asiyekuwa wa maombi ni mti ama ni tawi ambalo linakaribia kukauka. Yaani ili upate kutoa matunda inabidi uwe mtu ambaye unakuwa wa maombi. Katika somo hili tuone wale wasujaa, namna tulisoma katika juma lililopita, wasujaa wa maombi. Wanatupatia hapa Elia. Elia alikuwa mtu wa maombi. Aliomba Mungu jua liwake, vula isinyeshe, viliwezekana na Mungu alijibu. Aliomba Mungu atume vula ilinyesha. Aliomba vula ishuke, vula ilishuka. Yaani maombi yake, zoefu wa maisha yake, Mungu alijibu maombi yake. Lakini ilitokea wakati naye akachoka, na alipochoka akaomba Mungu ampe kifo, lakini Mungu hakujibu kwa ombi la kifo. Lakini kitu cha pekee ambacho tunakisoma katika siku ya Jumapili ni kwamba hata katika dhahama Mungu anakusikia. Unajikuta katika dhahama, shida zinaonekana, unakuwa katika uchovu, magonjwa yanatokea, Mungu yuko pamoja nawe. Wewe kile ambacho anakuambia, usikate tumaini, mpatie Mungu maisha yako. Mungu yuko tayari kujibu katika hali yako ya magumu. Kumbuka Elia katika Wafalme wa Kwanza 19 aya yake ya kwanza na ya 18. Ukisoma kwa kina sana kisa cha Elia utapata hapo majibu. Mungu anakupenda namna alivyojibu Elia katika wakati wake wa hatari, katika wakati wake wa masononeko, katika wakati wake wa magumu mengi. Mungu alijibu maombi yake na akamtumia chakula. Yaani ikiwa Mungu alimpatia Elia chakula, na wewe kwa nini asikupe chakula? Na wewe kwa nini asikupe pesa za shule? Kwa nini asifanikishe maisha yako? Na kufuata ni hapa. Unapoona sasa katika mula wako wa maombi, ukiona maombi hayajibiwi, ni nini kinachotokea? Acha nikupe namna fundisho natuambia. Ukiona maombi yako hayajibiwi, pima kuchunguza mambo haya. Jambo la kwanza la kuchunguza na la kutafuta katika kuona maombi hayajibiwi, tafuta mapenzi ya Mungu na wala usitafute mapenzi yako. Jiulize katika maombi yako, je, ulitafuta mapenzi ya nani? Je, ulitafuta mapenzi ya Mungu? Hapo unaweka vema ikiwa ulitafuta mapenzi ya Mungu. Jambo la pili, chunguza msukumo wako wa kuomba. Ni nini kinachokusukuma kuomba? Umeona maombi yanapokataa kujibiwa, chunguza mapenzi ya Mungu, chunguza msukumo wako wa kuomba. Jambo la kufuata, tafakari iwapo unayo dhambi unayoipenda. Tafakari hali yako ya kiroho. Je, iko kwa usawa ama inakataa? Unapoomba, je, imani yako inasimama juu ya nini? Inasimama juu ya watu au juu ya Mungu? Unapoomba, chunguza hali ya moyo wako. Vumilia, uwasamehe wengine. Hatimaye ukitafakari mambo haya yote, utaona maombi yako yanakataa kujibiwa kwa haraka, au kuna tatizo linatokea. Mapenzi yako haiwekee Mungu, au unawekea mapenzi yako mtu.
Chunguza vitu vile, vipengele vile. Jambo la kufuata katika somo hili ni kwamba Yesu anatufundisha nini katika maombi, kwa sababu unaweza sema wewe unaomba, kumbe hujaomba kulingana na moyo wa Yesu. Yesu wanafunzi wakamuuliza, tufundishe kuomba. Mnajua hiyo formula ambayo Yesu alipatia wanafunzi wake, unapoomba, omba Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe walivyotukosea, usituache kushindwa katika majaribu. Yaani maombi haya ya Baba wetu katika Luka 11 aya 12 au Mathayo 6 aya 5 hadi 15, hiyo ni namna Mungu Yesu alivyotuelekeza katika maombi. Ni hivi ndivyo tutakavyofanya maombi zetu. Maombi yako yote unayoiomba, je, unaielekeza kulingana na formula hii ya Yesu? Unaomba namna gani? Unaweza sema kwamba ujibiwe na Mungu, kumbe umeomba vibaya. Kuna kuomba na kuomba vibaya na kuomba vizuri. Wewe unaomba kaje? Unaomba namna gani, rafiki mpendwa? Jambo lingine katika maombi ambalo usisahau maombi, kundi tatu hizi za maombi. Katika maombi, elewa vipengele ine hivi katika maombi. Omba namna Yesu alivyotuelezea, ile namna tumeongea hapo pembeni hapo. Omba katika hatua ine za maombi ambayo ni bora. Maombi bora inafuata vitu ine hivi. Kitu cha kwanza, kuna kusifu na msifu Mungu. Kitu cha tatu, kuna kuungama dhambi na kusamehe waliokukosea. Jambo la tatu, kuna mahitaji, unaonyesha Mungu mahitaji yako. Jambo la nne, unamshukuru Mungu kwani amesikia maombi yako. Yaani etape za maombi ambayo inajibika, ama siri ya maombi ambayo inajibika. La kwanza kuna kusifu, la pili kuna ungamo na kusamehe, la tatu kuna mahitaji, unaonyesha Mungu mahitaji yako, ya nne kuna mshukuru Mungu kwa namna yake ya pekee ya kujibu maombi yako. Uelewa siri hizi za maombi katika somo letu la leo, maombi ya matokeo. Elewa etape ama hatua za maombi inayojibiwa. Sasa maswali mengine katika maombi ambayo ina matokeo, maswali mengine ni ipi tunapofunga somo letu la leo? Maswali mengine katika maombi, usisahau maswali haya. Swali la kwanza katika maombi, jiulize, kwa nini uombe wakati tayari Mungu anajua kwa nini uombe? Kwa nini tuombe wakati Mungu yeye mwenyewe anajua mahitaji yetu? Si lazima kufanya hivyo ili kumjulisha Mungu hali yetu ilivyo, bali kuongea naye kunatuwezesha kumpokea mioyoni mwetu. Yaani sala hazimlazimishi Mungu kushuka kwetu, bali ni sisi ambao tunainuliwa mpaka kwake katika maombi. Tunamjua Mungu kiukweli, kirahisi na kiukweli katika maombi. Kwa nini kuomba? Ili upate kumjua Mungu namna alivyo. Jambo la pili, kwa nini uombe wakati yote ni salama? Acha rafiki nikuambia, hakuna mtu ambaye amejitosheleza duniani. Kujitosheleza duniani inaleta kiburi, lakini kila siku tunahitaji Mungu tangu asili ya dhambi iingie. Imani ina sehemu gani katika maombi yako? Jiulize swali hii. Je, unayo imani? Imani ndicho kitu ambacho kinasaidia Mungu kujibu kwa maombi yako. Jambo la mwisho ni ombe nini? Unaomba nini katika maombi? Unaomba nini? Maombi yenye matokeo. Elewa rafiki mpendwa, Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amina.